mjumbe wa bodi ya wadhamini wa klabu ya Simba, jaji mstaafu Thomas Mihayo, mwenyekiti wa klabu na makamu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, ndugu yangu Murtaza Mangungu, mwenyekiti mstaafu wa bodi kaka yangu Salim Trayaged, wajumbe wa bodi ya wakurugenzi, viongozi waandamizi wa klabu, wakiwamo viongozi wa kamati ya zabuni waliotufanyia kazi hii nzuri. Muona Dr. Muba, makofi kwao tafadhali. Washindi wetu wa zabuni na wabia wetu wapya, sisi watu wa Simba, washirika wetu wapya, kampuni ya Jairuti Investment Company Limited, habari za jioni. Ndugu zangu, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa zawadi ya uhai na kutuwezesha kuhudhuria tukio hili la kihistoria jioni hii nzuri ya leo. Madam CEO kuniambia kwamba tai nyekundu ndo nembo ya leo, mimi nisingevua yangu kwenye SGR, nilikuwa nimevaa na mimi ya kwangu, lakini si neno, waliotuwakilisha wametuwakilisha. Ndugu zangu, mimi nashukuru moja kwa kunipa heshima hii kubwa ya kuja kufanya ugeni huu rasmi kwenye tukio hili kubwa na la kihistoria kwenye mchezo wa mpira wa miguu nchini kwetu. Asanteni sana. Najua kuna viongozi wengi, kuna wapenzi wengi wa mpira ambao aidha wanastahili na wangependa kuwepo hapa, lakini mkaamua heshima hii mnipe mimi na sichukulii kwa wepesi. Asanteni sana viongozi wa klabu ya Simba. Mimi kwa niaba ya serikali, ikiwa kama naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, serikali hii ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, serikali ambayo imefanya mambo makubwa kwenye shughuli za michezo kiasi kwamba ukisema Rais Samia ni mwanamichezo namba 1, hakuna anayekuwa na wasiwasi na shaka yoyote. Makofi kwa Mheshimiwa Rais tafadhali. Serikali hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kusimamia maendeleo ya michezo, na hasa mchezo unaopendwa zaidi duniani, mchezo wa mpira wa miguu, kwa vile unaiweka Tanzania kwenye ramani ya michezo duniani. Wiki moja na kitu iliyopita ndio klabu ya Simba imetajwa kuwa klabu namba 4 barani Afrika, lakini hilo limekuja kama fanikio la mwisho kati ya haya mengi ambayo yametokea katika kipindi hiki cha miaka 4 cha uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kitakwimu, hakuna wakati wowote nchi hii kwenye historia yake imewahi kufanya vizuri kwenye mchezo wa mpira wa miguu kama hiki. Tuna takwimu za kuvutia. Mama Konde umesema? Murtaza mwenyewe mimi nafahamu wewe ni Makonde. Kutoka kwenye kufanya vizuri kwa klabu zetu mpaka timu zetu za taifa. Juzi Mheshimiwa Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Profesa Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi alikuwa anataja nafasi ambazo timu zetu za taifa zimefuzu kwenye michezo inayoandaliwa na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika. Tumefuzu kwenye mashindano 7 yanayoandaliwa na CAF. Nchi pekee kwenye bara la Afrika ambazo zimeweza kufuzu kwenye nafasi kama sisi ni Senegal na Morocco. Hayo sio mafanikio madogo. Kutoka kama ambavyo ndugu yangu Ahmed ametangulia kusema hapa, kwenye jezi za kushona mpaka huku kwenye kufanya timu 7 zifuzu kwenye mashindano makubwa kabisa yanayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF. Hii ni safari na aidha kuna mahali pazuri tunaelekea,
ambapo sisi tunaamini kwamba hatujafika, lakini hatuko ambako tulikuwa huko nyuma. Mchezo huu unaendelea kuwa mchezo unaotupa raha mioyoni, unachangia ukuaji wa soko la ajira na uchumi kwa taifa, na kuwa kiunganisho cha Watanzania na kuitangaza nchi yetu kwa wema nje ya mipaka yetu. Kwa kutambua umuhimu huu, serikali inafanya jitihada kubwa kushirikiana na mamlaka zinazosimamia mchezo huu, vilabu vya soka na wadau wengine wote, wakiwemo wapenzi wa mchezo huu kote duniani, ili kufikia malengo ya jumla yanayoweza kufikiwa kupitia mchezo huu kama taifa. Mimi nimeanza kuwa naibu waziri wa wizara hii wakati ule ikiwa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, mwezi Februari mwaka 2023. Wakati ule bajeti yetu iliyokuja miezi kadhaa baadaye ilikuwa bilioni 35. Sio kama mnaelewa. Yaani hii hela ambayo Simba inaingiza leo kwa kipindi cha miaka mitano ilikuwa hela nyingi kuliko bajeti yetu ya wizara kwa wakati huo. Lakini katika kipindi cha miaka miwili hii bajeti yetu kwanza ilipanda ikawa bilioni 380 na kitu, na sina lengo la kuireveal sasa hivi kwa sababu hatujaisoma bado, lakini niwahakikishie bajeti yetu mwaka huu inapanda kuliko ilivyokuwa bajeti yetu ya mwaka jana. Makofi kwa Mama Samia tafadhali. Hii inakuja kwa sababu serikali inatengeneza miundombinu ya michezo ambayo tunayo haja nayo sana kwenye nchi hii. Nazo nchi wakati huu ambapo tunakwenda kuandaa AFCON na CHAN zilikuwa zinasema kama hawako tayari kwa ajili ya kuandaa hiyo AFCON na CHAN, mtupe sisi, kwa sababu wana miundombinu mingi ya michezo ambayo hata hawana matumizi nayo moja kwa moja. Ukienda nchi kama Egypt, ukienda nchi kama Morocco, ukienda nchi kama Tunisia, wako tayari kwa wakati wowote. Wakiambiwa mnaandaa AFCON mwezi ujao, watu hao wako tayari. Hiyo ni safari ambayo sisi kama nchi tunatakiwa kwenda nayo. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais alitupa ridhaa, akatuelekeza na akatuunga mkono kwa kuelekeza fedha zitengwe na zije kwenye wizara yetu ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa sasa, ili kuweza kujenga miundombinu mbalimbali ya michezo. Kwa hivyo mimi siku zote nahitaji serikali kama mdau namba moja kwenye shughuli za michezo. Kabla ya taasisi, kabla ya mtu yeyote mwingine binafsi, serikali ndio ambayo inawekeza sana kwenye shughuli za michezo, hasa kwenye miundombinu ya michezo. Tunalo lengo la kuhakikisha kwamba tunakuwa na viwanja vizuri vinavyoweza kutumika kufanya shughuli za michezo kote nchini, na hili kwa moyo huu na ari ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anatupa, naamini litaweza kufanikiwa. Sisi wasaidizi wake tumepanga kutomwangusha Mheshimiwa Rais. Kibinafsi kabisa, mimi nafahamiana na viongozi wengi wa vilabu vikubwa. Watu wa mpira tunajuana. Japokuwa Murtaza anasema mimi ni mtu wa muziki, mimi yoyo, lakini yeye ndo mtu wa mpira, lakini sio kweli. Mimi ni mtu wa mpira kama alivyo yeye. Na kwenye maeneo mengine na mzidi. Kuna mahali ananizidi na nakubali, lakini kuna mahali na mzidi kwenye baadhi ya maeneo. Nalisema hili kwa sababu nafahamu uwezo mkubwa na vichwa vizuri walivyo navyo viongozi wengi wanaoongoza timu zetu na wanaoongoza mamlaka za mpira wa miguu Tanzania. Vichwa vyao naamini vina uwezo wa kufanya maamuzi makubwa yenye manufaa ya muda mrefu kwa vilabu hivi, mpira wa Tanzania na Tanzania yenyewe kwa ujumla. Kwa hivyo kusema kweli napata ukakasi na huwa inanishangaza tunapofanya maamuzi ya, sio nitumie neno la mtaani, ya kigoloko